Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka 10, hospitali ya Benjamin Mkapa imeanzisha harambee ili kupata shilingi bilioni 7 zitakazofanikisha matibabu ya upandikizaji figo na uroto kwa watoto wenye ugonjwa wa sikoseli. Akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, mtendaji mkuu wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, amesema matibabu ya upandikizaji wa figo na uroto ni ya gharama kubwa, hali ambayo inasababisha Mtanzania wa kawaida kushindwa kuyamudu. Hospitali yetu ya Benjamin Mkapa au kwa kifupi tunajulikana kama BMH ilianzishwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2015 ikiwa na dhamira ya kutoa huduma za kibingwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, lakini pia kutoa kinga kwa magonjwa mbalimbali, kutibu sambamba na suala la mafunzo na kufanya tafiti mbalimbali kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika kuelekea tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambapo itakuwa ni kilele cha maadhimisho ya miaka 10. Pamoja na haya ambayo tunayafanya, tunategemea pia kuwa na harambee ambayo itasaidia kusapoti au kuunga mkono juhudi za serikali katika kupanua huduma za kibingwa na kuwafanya wananchi wengi waweze kuhudumiwa na hizi huduma ambazo tumezianzisha, kwa sababu shida pia ya hizi huduma nyingi zina gharama kubwa. Sasa hivi swali linalokuja ni mawili katika hizi hospitali yetu, ni gharama na huduma. Tukaona sasa tuje na wazo la kuwa na mfuko wa kusapoti huduma za upandikizaji wa uroto kwa watoto wenye selimuni au sikoseli, lakini pia wananchi wenye matatizo ya figo. Na sababu ni nini? Ni mbili kubwa. Kwa hiyo tumekuja na hilo wazo. Ya kwanza ni gharama ni kubwa. Kupandikiza figo ni wastani wa milioni 40 mpaka 45 hapa nchini. Ukienda nje ni wastani wa milioni 60 mpaka 80. Tunaokoa fedha ingawa bado ni gharama. Lakini kupandikiza figo ni wastani wa milioni 75 sisi hapa. Gharama ni nafuu. Ukienda nje ni wastani wa milioni 130 na kuendelea. Lengo letu ni kuraizi shilingi bilioni 7 ndani ya miaka 2 ambazo zitaenda kuhudumia wananchi ambao sasa hivi wako tayari. Tuna wagonjwa 50, takriban 50 wa uroto na 50 wa figo. Serikali imetupa fedha kiasi, lakini mahitaji yamekuwa mengi. Tunashukuru sana usajili wa hazina, baadhi ya taasisi zake pamoja na watu binafsi. Tayari tumeshapata bilioni 4 kwa kipindi hiki kati ya hiyo bilioni 7, na bado tunaendelea kufikia taasisi zingine, na bado pia tujagusa sekta binafsi ambayo tayari pia tuko katika mazungumzo. Kuwezesha huu mfuko sio swala kwamba inaweza kuonekana geni kwetu. Watu wanaweza kuuliza maswali, kwa nini unafanya hivi sasa? Kuomba watu, unalipa kodi, unafanya nini? Naomba niwaombe Watanzania kwamba huu ni utaratibu ambao umezoeleka hata nchi zilizoendelea. Wadau kushirikishwa kwa hiari yao kuchangia maendeleo yao. Kodi tunatoa, lakini mambo huwa yanaibuka kila siku mapya na dimandi zinaongezeka kuliko hata mipango yetu. Mpaka sasa kama alivyosema mkurugenzi, tayari tumeshapandikiza pale kwetu, naongeza mgonjwa mmoja, tumeshapandikiza wagonjwa 56. Yeye alisema 55 lakini 56 kwa sababu mwingine tumempandikiza hivi karibuni, na tayari tumepanga kuongeza mgonjwa mwingine nafikiri wiki ijayo. Kwa hiyo huduma zetu zinatembea ndogo mdogo, lakini kwa uhakika zaidi. Wenzetu wa Muhimbili wamepandikiza 100 kama na 52, kwa kujumlisha tuna karibia 200 kama nchi.
na wenzetu kwa sababu wanapandikiza huku na huku kwa maana ya Mloganzila na Upanga, basi ndio maana idadi yao ni kubwa kidogo na walitutangulia mwaka mmoja. Upandikizaji uloto ni huduma ambayo inalenga kuondoa mfumo wa damu mbovu ama wenye hitilafu kwa kuweka mfumo mwingine wa damu ambao ni mzima, na mara nyingi huwa ni mtu anatolewa huo mfumo wa damu mzima na kuwekwa kwa yule mbovu. Hii ni tiba ambayo imekuwepo kwa muda mrefu kwenye nchi zilizoendelea za Marekani, Ulaya na hata India, lakini kwenye ukanda wetu huduma hii imekuwa ikikosekana. Niseme tu kwa nini ilionekana ni vema kuanzisha hizi huduma za upandikizaji uloto kwenye nchi yetu ya Tanzania. Hii imekuwa ni kama response ama itikio la Wizara ya Afya ya Tanzania kutokana na ukubwa wa tatizo la sickle cell.